Sina maana walishawishiana nje ya katiba. Ina maana kiongozi aliyekuwepo alimshawishi yule aweke fedha kati anajua kabisa katiba haijakamilika na yule hela zake. Kwa hawezi kuibadili taasisi. Taasisi haikumpa nafasi. Ila labda kama kamati ya utendaji walikutana wakakubaliana, lakini otherwise kwa sababu katiba ilikuwa haijakamilika au kama tutasema kama niliweka fedha. Ila kama kuna mtu ulimpa kiongozi aliyoko klabuni au nani, basi inabidi chukua hatua za kudai hela zake. Hapo ndio cha kufanya. Kwa jinsi ambavyo ulivyotazama kwamba Mo alishawishiwa kuweka fedha. Wapi? Kwa jinsi ambavyo ulivyoiangazia Simba na unavyomtambua Mo, ni kweli alishawishiwa kuweka fedha hiyo bilioni 20? Anaweza alishawishiwa akajishawishi yeye mwenyewe kwa sababu ya maslahi ya yeye mwenyewe binafsi kwamba hii klabu niweze kuihodhi ni jambo lingine. Kwa hiyo yeye ndiye atakayejua kama aliamua kutoa fedha kwa hiari yake mwenyewe kwa sababu ni mwanachama muda mrefu au alishawishiwa ni jambo lingine. Kwa hiyo kama alikubaliana, lakini makubaliano nje ya katiba au nje ya kamati ya utendaji hayo sio makubaliano. Unaweza kuwa na muhtasari na lakini kama ni muhtasari ipo, basi atatumia muhtasari kudai haki zake. Na mara nyingi Mo amekuwa akizungumza kwamba amewekeza fedha ndani ya klabu ya soka ya Simba na anadai klabu zaidi ya bilioni 20. Kwa mchakato huu ambao uko hivi sasa, je, ni rahisi Mo kupata hizo fedha zake au la? Anaweza kwa taarifa tulipata kama aliweka zile fedha ziweka kwenye akaunti maalum ambayo ilitumika, kwa hiyo itabidi hizo fedha arudishiwe. Kwa hiyo ile kwenye akaunti ambayo ilikuwa haitumiki, inabidi fedha arudishiwe. Kilichokuwa kinatumika ni ile faida. Kwa hiyo ile bilioni 20 kama aliweka inabidi arudishiwe. Mchakato uanze upya. Na kama fedha zimeonekana kweli ameweka na Simba imekuwa ikipata faida hiyo ya kila mwaka, hapa mchakato ukoje mwenyewe akidai klabu, kwa sababu ameweka fedha na klabu hakukuwa na mchakato wa kikatiba. Ndio maana nakwambia ndio moja biashara ambazo unaweza kufanya biashara kwa hasara. Hiyo ni hasara kwa sababu hakukuwa na utaratibu wa kisheria waliofanya, kwa sababu maelekezo yalikuwepo, hakufuata sheria. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia either aende kwa mtu mmoja mmoja au la sivyo aseme mchango wake kwenye klabu basi. Lakini hawezi akafungua madai. Anaweza kafungua madai kwa personal lakini sio kwa taasisi, kwa sababu kama hakuna kikao chochote chokaa na kupitisha hilo azimio. Lakini kama kweli kamati ya utendaji ilikutana kukubaliana na hizo fedha, basi inabidi kushika klabu ya Simba bila kushika kamati ya utendaji. Kama ninachojua mimi, ile kamati ya utendaji haikushiriki katika jambo hilo, kwa maana hiyo hawezi kushtaki klabu ya Simba. Mwana Tamanja jana kufanya majaribio kama hayo, akasema nadai bilioni 12 mpaka ametangulia mbele za haki bwana alipata hizo fedha kwa sababu zilienda nje ya utaratibu. Kwa hiyo hata kama zile fedha ambazo amekuwa akizitoa Mo zimekuwa zikiandikwa kwenye makaratasi, ushahidi upo, hawezi akazidai pia. Hakuna ushahidi, lazima uende na sheria na taratibu. Unaweza kaandika kweli nimechukua, lakini nilichukua kwa ajili nani alikuidhinisha uchukue? Vikao halali viliidhinisha kwamba hizo fedha uchukue. Kama hakuna vikao mlikubaliana tu na uongozi, basi inakuwa ni shida. Kwa hiyo hata kukiwa na hata vikao kama kumekuwa na makubaliano ya vikao, kama kumekubaliana vya vikao vya kisheria, hapo ndio unalipwa na taasisi. Lakini kama hakuna, huwezi kulipwa, wewe mchango wako kama mwanachama. Kwa hiyo hili linaweza kuwa pigo kwa Mo. Ni pigo kwa Mo na ni funzo kwa wawekezaji kwa matajiri wote ambao wanapenda na vilabu wanapenda kuwa wafadhili, hawapendi kuwa wawekezaji. Hawapendi uwekezaji kwa sababu wanataka kumiliki vilabu peke yao. Na ndio funzo lake ni hilo, kama kajifunze. Wanazuia uwekezaji, wanazuia mchakato wa vilabu ili apate peke yake, lakini ndio mwisho matokeo ndio kama haya. Kwa hiyo hasara ni kwake. Ni hasara kwake. Labda waamue kuvunja utaratibu wa kisheria, waamue kumlipa kama mwenzao, ni jambo lingine. Wanaweza kuvunja utaratibu wa kisheria wakamlipa. Wakiamua kuvunja utaratibu akalipana kikishikaji, labda inawezekana, lakini kwa sheria haiwezi kuruhusu. Kwa hiyo kwa maelezo yale mpaka hivi sasa Mo hana kauli ya mwisho pale Simba. Hana kauli ya mwisho, kauli ilisha jana pamoja, ndio maana hata bodi mwisho wake ilikuwa ni jana.
Hata bodi bodi ilikuwa mwisho jana, bodi ya kurugenzi, bodi ya kurugenzi kwa mwisho jana, kuna cha bodi tena. Kwa hiyo klabu imerudi kwa Mangungu. Mangungu anatakiwa ikitisha kamati ya utendaji ya klabu, akitisha kamati ya utendaji ya klabu wajipange kwa ajili ya kuanza kufanya kazi kuanzia leo, wachukue klabu waanze kufanya kazi. Kwa hiyo kana kwamba kama tayari Mo amepokwa timu. Acha amepokwa, kwani alikuwa nayo ile klabu ya wanachama bwana. Mchakato ulikuwa hujaisha. Si ilikuwa anaisimamia kwa masuala mbalimbali, hata kupanga pia kamati ya utendaji, kamati ya bodi ya kurugenzi. Yeye alikuwa mwanachama na alikuwa mfadhili. Ufadhili unaweza kuendelea, ufadhili hauwezi kuondoka. Kinachoondoka ni uwekezaji tu. Lakini kufadhili tu anaendelea kufadhili kwa sababu mwanachama siku nyingi na ni mtu ambaye anawasaidia. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukazungumza Crescens Magoli sio kiongozi kwenye bodi ya kurugenzi. Baada ya bodi ya kurugenzi, bodi yote ya kurugenzi ifanye kazi na ufanya kazi lazima ifanye kazi kamati ya utendaji ya klabu ya Simba chini ya Magoli, chini ya Mangungu iliyochaguliwa na wanachama siku ya mkutano mkuu. Kwa hiyo kwa sasa Mangungu amepewa mamlaka makubwa ya kutoa maamuzi ya mwisho. Na ndio maana hata katiba alienda kukabidhiwa yeye mwenyewe, maana yake kwamba ndio mwenye klabu. Kwa sababu ile ni klabu ya wanachama, ndio mwenyekiti wa wanachama. Katiba alikabidhiwa Mangungu. Alikabidhiwa Mangungu, ndio alikabidhiwa aende akafanyie kazi kwa ajili ya utekelezaji wa mchakato. Na yeye ndio mwenye maamuzi. Na ndio mwenye maamuzi na kamati yake ya utendaji. Kwa hiyo kuanzia jana ulipogongwa muhuri, basi akaanza rasmi pale kama ndio mwenyekiti wa klabu na ndio mwenye maamuzi na kamati yake ya utendaji. Kwa hiyo anapaswa kuitisha mkutano. Anatakiwa kupitia kamati ya utendaji, sio mkutano. Yaani mkutano ulishapitisha katiba tarehe 30. Ikapelekwa kwa msajili weza kuidhinishwa. Baada ya kusainiwa inamaana inarudi kwenye kamati ya utendaji kwa ajili ya utekelezaji sasa. Kwa leo wanatakiwa waanze kufanya kazi ili kama kuanzia mchakato upya ndio wanaanza leo ile kamati ya utendaji. Kwa hiyo ikafanya kazi ile katiba watakuwa nayo kamati ya utendaji kutekeleza yaliyomo mle ndani ya katiba yao. Kamati ya utendaji ambapo haihusiani na viongozi ambao wameteuliwa na Mo. Haihusiani. Walioteuliwa na Mo mwisho ulikuwa jana baada ya kusainiwa katiba na kukabidhiwa. Na kwa jinsi ambavyo ulivyoangazia kwa hili, hauoni kana kwamba huenda kukaa na mtafaruku mkubwa kwa Simba kwa hiki? Hakuna mtafaruku. Mtafaruku wa nini? Si ndio alichokuwa nakitafuta wanachama? Utatoka wapi? Mo anaweza kaomba tena yeye mwenyewe katika hii sadira bana kisa kaomba kawemo vile vile. Hakuna anayezuiliwa. La msingi kamati ya utendaji inatakia sasa ikiwezekana iweze kukamilisha taratibu, ende like kakabidhi nakala katiba, iende iende ACC kakabidhi nakala katiba, endeni watangaze watu wanataka kuwa wawekezaji, watakapojitokeza watatengeneza bodi, wakijitokeza wawekezaji ndio anaita mkutano mkuu. Jamani, walioomba kwamba wao wawekezaji ni watu 10, hawapa 5 au 2 au 3 hawapa. Sasa sisi kama kamati ya utendaji tumependekeza, tumefanya mchujo, tumepata hawa, tumeleta kwenu, mnasemaje jumba mkutano mkuu? Basi ukimaliza hapo wanapatikana wawekezaji, ndio wanatengeneza bodi mpya. Kwa hiyo kumbe Mangungu anaweza akalihitimisha hili jambo pasipo kuita mkutano mkuu wa wanachama. Bila kuita mkutano wa wanachama, mkutano mkuu wa wanachama atakuja kuhitimisha wakati sasa ana kupata ridhaa ya wawekezaji, maamuzi ya mwisho juu ya wawekezaji atakapoitisha mkutano mkuu. Kwa hiyo yale ambayo yamekuwa kizungumzwa awali kwamba Mo Dewji alikuwa anahitaji uongozi usaini baadhi ya yale ambayo amezungumza kwamba madeni Mo alichungulia mbali lakini ikagoma. Mo alikuwa anajua kitu gani kinakuja mbele. Ndio maana alikuwa anataka iwezekana wale wasaini wakubali kwamba anadaiwa kabla ile katiba haijasainiwa. Sasa jambo limefeli. Kwa hiyo kwa sasa tutaraji kuona Mo akitoka na kuzungumza na yeye kuhusiana hili. Mimi naamini atazungumza, na kama hawezi kuzungumza inawezekana ana cha kuzungumza, anasubiri tende itakapotangazwa na yeye aombe kwamba wewe au mwekezaji. Lakini otherwise kama kijitokeza kuzungumza, labda azungumze kama kulikuwa na makubaliano yote na kamati ya utendaji ya klabu ya Simba juu ya fedha zake au jambo lote lile. Lakini katika hali ya kawaida mambo yote yameisha jana.
klabu haina mwekezaji, klabu haina bodi ya wakurugenzi, klabu imebaki kwa wanachama ndio atengeneze mchakato basi. Kwa hiyo kwa hili tunaweza tukazungumza kwamba ni funzo kwa wale matajiri ambao wanawekeza kwenye klabu pasipo kufuata misingi ya katiba ya nchi. Ikiwa ni funzo, lakini ujue kwamba nao wana akili na wanafanya biashara. Ukasema inawezekana unaweza kufikiri kwamba amefanya kosa, lakini kwa kipindi ambacho amekuwa na klabu huwezi kujua ameitumia klabu ile nani nembo ya klabu ameitumiaje kuweza kunufaika. Inawezekana yeye amepata faida kubwa zaidi kuliko tunavyofikiri, kwa sababu watu wanatumia bidhaa, wanauza kwa kutumia rasilimali watu ya wanachama, bidhaa zake zinatangazwa na klabu, kwa amepata faida kubwa tofauti na mnavyofikiri nyie. Kwa hiyo inawezekana wewe unaweza kufikiri amepata pigo, kumbe amepata faida kubwa kuliko hata unavyofikiri wewe. Kwa kumbe huenda Mo amefaidika zaidi kuliko Simba. Ndio, na sio Mo tu, watu wote kwenye mavilabu haya wanapoingia wanatumia zile logo za zile klabu na rasilimali watu kuweza kufanyia biashara. Kwa hiyo wao wanapata faida kubwa sana tofauti ninavyofikiri, na ndio maana kutata wanang'ang'ania kubaki Simba na Yanga. Kwa nini wasianzishe vilabu vyao? Wanashindwa kwa sababu ya rasilimali watu hawana. Nikirudi nyuma, umezungumza kwamba Mo anaweza kumshtaki aliyemshawishi kuweka fedha. Kwa hiyo kama Mangungu amemshawishi, anaweza kumshtaki. Watajuana na Mangungu sasa. Kwa sababu Mangungu atakapofika kwenye mkutano mkuu au kwenye kamati utamuuliza, je, hili jambo liweka kwenye kamati ya utendaji, jambo anaweka hela hamna. Je, kwa nini ulimwambia weke hela wakati unajua mchakato haujaisha? Kimya. Basi mtajua na wenyewe huko. Na kuna kipindi pia hata yule aliyekuwa kiongozi kwenye bodi ya wadhamini Kilomoni alizuia kutoa hati ya Simba akiamini kwamba haya angetokea. Kwa hiyo nadhani alikuwa mbele ya muda mzee Kilomoni. Alikuwa mbele ya muda kwa sababu huwezi kutoa wapi. Ndio maana anakuambia klabu, taasisi yoyote inakuwa chini ya baraza la wadhamini. Mimi ni diwani wa Chama cha Mapinduzi hapa Iringa na ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi Iringa, hata tungejenga jengo, hata tungefungua duka, lile duka aliandikwa kwa jina letu kama mkoa, linaandikwa baraza la wadhamini Chama cha Mapinduzi Taifa. Vitu vyote vya chama mpaka kwenye tawi ni mali ya baraza la wadhamini Taifa. Kwa hata klabu ya Simba mali zote ni za baraza la wadhamini. Kwa hiyo hata zile hati nini, kila kitu mali ya baraza la wadhamini. Kwa hiyo uwezo kalia, na ndio maana tajana msajili anasema mali zote zitoka chini ya baraza la wadhamini. Lakini baraza la wadhamini sio viongozi. Viongozi ni akina Mangungu. Lakini baraza la wadhamini kazi yao ni kulinda mali za klabu. Kwa hiyo Watanzania na mashabiki wa Simba wafahamu kwamba Mo anao wajibu hata kuwashtaki viongozi wa Simba wale ambao wamemshauri, hata akiwemo Murtaza Mangungu. Inaweza kama ana ushahidi, kwa sababu ukasema nilishawishika akakwambia nikushauri nini, nikushawishi, una vielezo vya kukushawishi. Mimi naamini yeye atajua kama amechangia, lakini mimi sidhani kuna shida, kwa sababu habari zopo ni kwamba zile fedha bilioni 20 waliweka kwenye akaunti maalum, walichokuwa natumia ni faida tu. Kwa hiyo zile fedha bilioni 20 kinachotokea arudishiwe Mo ili aanze mchakato upya kwa ajili ya kununua hisa basi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.